Jina la Bwana libarikiwe. Sasa, kwa nini tunahitaji uamsho? Somo letu linahusu maana ya uamsho. Kwa nini tunahitaji uamsho? Nina michoro. Tunasema kwanza, ili kuondoa hali ya kurudi nyuma kiroho. Kwa nini tunahitaji uamsho? Ili kuondoa hali ya kurudi nyuma kiroho, hali ya kurudi nyuma kiutumishi. Kuna michoro mitatu ambayo itatusaidia kujenga hoja hii ya kurudi nyuma kiroho, ya kurudi nyuma kiutumishi. Mchoro wa kwanza unaonyesha kanisa kuelekea kufa. Kanisa kuelekea kufa. Na wote mnafahamu makanisa 7 ya Matendo ya Mitume. Jamani, Bwana asifiwe. Na makanisa 7 ya Matendo ya Mitume yanaongezea ni fundisho ya hali ya kanisa ya vizazi vyote. Jamani, Bwana asifiwe. Hali ya kanisa ya vizazi vyote. Naomba tufahamu, sisi kanisa la Kipentekoste sio bora kuliko Laodikia, sio bora kuliko Sardi, sio bora kuliko Philadelphia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio bora kuliko Smyrna. Sisi sio bora kuliko Waefeso. Tusipoangalia yaliyowapata wao, yatatupata na sisi. Jamani, amena. Yatatupata na sisi. Kwa hiyo huu ni wito wa kanisa la Tanzania la Kipentekoste. Kumbuka, hawa makanisa yote yalijazwa Roho kama sisi, yalimwagiwa vipawa na karama kama sisi. Jamani, amina. Kumbuka, haya makanisa yote yalikuwa na wokovu kama sisi. Tena yalianzishwa na kanisa la mtume wa mitume, Mtume Paulo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo yalikuwa na misingi imara ya fundisho na misingi imara ya kiroho. Lakini yalifikia mahali yalikwama. Hebu mwambie mwenzako, wewe sio bora kuliko Laodikia. Mwambie jichunge vizuri. Usipojichunga, yaliyotokea wao yalikutata kutokea na wewe. Na tunaona hayo makanisa Kipentekoste ya Ulaya wenzetu yamewapata. Sasa mwenzako akianza kunyolewa, hebu mwambie mwenzako, tia maji ka Tanzania, tia maji kanisa la Tanzania. Jamani, amena. Huu mchoro unaonyesha church development process, maendeleo na hatua za kanisa, na ndiyo phenomenon iliyowapata makanisa 7. Kuna mchoro unaenda juu, ufanisi au effectiveness, na kuna mchoro ule unakwenda chini, muda au time, kadiri muda unavyoendelea. Sasa unaona huu mchoro, kwanza kuna kuzaliwa. Kanisa linazaliwa. Hebu muulize mwenzako, unajua dhehebu lenu lilizaliwa mwaka gani? Hebu muulize. Jamani, amina. Lilizaliwa mwaka gani? Sasa baada ya kuzaliwa,
Hatua inayofuata ni kukua. Sema wote kukua. Kukua ile ndio multiplication. Idadi ya wachungaji inaongezeka, idadi ya washirika inaongezeka, idadi ya makanisa, idadi ya wachungaji, idadi ya washirika inaongezeka, sadaka zinaongezeka, kila kitu kinakuwa numerically, geographically, organically, effective na efficiency, ufanisi. Kanisa linakuwa, kanisa linakwenda, linafika kwenye piki. Unaona pale juu piki pale, jamani, amina. Na ukisoma kanisa la Waefeso unaona Mungu anawaambia piki waliofikia, alafu anawaambia lakini baada ya kufika hapa mmesahau upendo wenu wa nini? Wa kwanza. Jamani, amina. Unafika pale kwenye piki pale, ukifika pale sasa inakuja hali inaitwa kukomaa. Sema kukomaa. Kanisa limekomaa, kanisa limekomaa. Na hapo sasa unaona kukua kunaendelea pale. Unaona kule kukomaa sasa, magari yamekuja, vitambi vimekuja, majengo makubwa. Mchungaji alikuwa analala kitanda cha teremka tukaze, sasa analala na kukuruka kwa 6x6 na godoro la kipekee. Friji ziko kila mahali, magari matatu yako nje yanamsubiri, kama sio magari bajaji, pikipiki. Vyombo vimejaa kanisani, majengo ndio hayo ya ibada. Hata mkuu wa wilaya anakujua, mkuu wa mkoa anakujua, rais anakujua. Jamani, amina. Usema haleluya, haleluya. Ulikuwa unakesha, hakuna haja tena. Ulikuwa unafunga mara 3 kwa wiki, sasa hivi unasema nitapata vidonda. Unacheka nini? Si unajijua wewe? Ni wakati wa starehe. Jamani, si unanielewa Kukomaa pale. Kwa hiyo kazi kubwa inakuwa tubadilisha aina ya feni, tubadilisha aina za spika, tubadilisha aina ya madhabahu, tubadilishe tiles, tubadilishe carpeti, ondoa viti hivi, leta vingine. Ule utume, ule wito, ule mzigo uliokufanya mpaka ukatoka kwenye lile dhehebu ukaingia pale, unaanza kuwa nyuma. Jamani, amina. Kwa hiyo pale unakwenda vile. Na ile hali inakuaga kama mwendo wa kobe vile. Jamani, si unanielewa Huisikii wala huioni. Unakwenda, unajua kuna habari ya chura aliweka kwenye maji ya moto jikoni. Jamani, amina. Yalipoanza kupata moto akasema la raha humu. Na kaaga kila siku kwenye maji ya baridi mle, leo ameniweka kwenye maji ya moto, raha. Chura akaanza kusikia raha mle kwenye yale maji. Mwisho joto lilizidi kufanya nini? Mwishowe chura akafanya nini? Kwa unaendelea na ile hali. Mwishowe sasa ndio unaona tesa kanisa linaanza kupungua. Kila kitu cha lile kanisa inaanza kupungua. Inawezekana washirika wanaongezeka kwa sababu kuna kuzaliana. Jamani, amina. Sasa umepanua njia, imekuwa pana. Maana ile mikazo ya utakatifu tena huna. Si umepanua njia? Hebu muulize mwenzako, wewe umepanua njia wewe? Kwa hiyo wale abiria ambao walikuwa hawawezi kupanda hilo gari zamani, sasa watapanda tu, maana uembamba ule umeondoka. Kwa hiyo inawezekana idadi inaongezeka, lakini kuna kitu unaona hakipo. Hebu muulize mwenzako, hebu jiangalie vizuri. Unajionaje wewe? Unaona? Inaanza kushuka, inashuka. Unaona? Sasa ile inashuka mpaka mwishowe. Unaona ule mstari ule wa chini ule. Ile ikiendelea kushuka inakwenda mpaka inapita ule mstari kabisa, inakuwa minus.
Unajua kuna joto minus. Jamani amina. Inakuwa minus. Kwa hiyo unakumbuka Yesu alikuta hekalu limegeuka kuwa pango la nini? Pango la nini? La wanyang'anyi. Na watu wa Mungu wakiharibika wanaharibika kuliko shetani. Kuliko shetani. Yale mambo tuliyokimbia Misri. Si unakumbuka Misri? Wote hapa sikuna mahali tumetoka. Yale mambo tuliyokimbia kule. Yale mambo tuliyoyaacha kule. Yanatawala na huku nako. In fact, wenzetu wa Ulaya na huko nchi za magharibi, ukizungumza kwa mfano kwa jambo moja tu, ndoa kuharibika, hakuna tofauti ya waliopo ndani na waliopo nje. Maana dunia na mambo yake inatamalaki kanisani. Bwana asifiwe. Na muda sio mrefu utaanza kupata maaskofu wa majimbo, waangalizi wa sehemu, wachungaji ambao hata kunena hawaneni. Wamama wachungaji ambao hata kunena hawaneni. Hebu muulize mwenzako, kanisa lako wangapi wananena? Una jina la kuwa, lakini hebu muulize mwenzako, wewe ni hai au ni hai mfu? Jamani amina. Haya, twende mchoro wa pili. Najenga hoja. Kwa nini tunahitaji uamsho? Kwa nini tunahitaji moto wa uamsho? Twende kwenye mchoro wa pili. Mchoro wa joto la kiroho. Mchoro wa joto la kiroho. Spiritual temperature. Spiritual temperature. Kanisa linapoanza, unaona spiritual temperature ilivyo, joto la kiroho lilivyo juu. Iko juu kabisa linapoanza. Kuanzia 0 linakuwa 100 pale. Unaona juzi joto 100. Linaishi uamsho. Linapumua uamsho. Linatembea uamsho. Jamani amina. Nyuzi joto pale 100, joto liko juu. Miaka inakwenda, hapa chini unaona ule mchoro, miaka inakwenda. Miaka inavyokwenda kutoka pale mwanzo wa kuanzishwa kwako, pale mwanzo wa kuzaliwa kwako, unaona joto linashuka. Linakuwa nini? Kawaida. Na hatua zisipochukuliwa hapo, joto lile linaendelea kushuka, linakuwa hatimaye wapi? Chini. Sasa si wote mnafahamu, mmesha kwenda kwa daktari. Ukienda kwa daktari, anachukua ile pima joto ya mwili wako. Moja ya kifaa kinachotambua hali yako ya afya ni kipima joto. Jamani, si ndio eh? Si mnafahamu kile? Anakizungusha alafu anakiweka wapi? Anakiweka kwa pani. Kupima joto. Joto lako litaeleza hali yako ya afya. Jamani amina. Sasa mimi naomba kila mmoja hapa, kwa dhehebu lako na kwa macho ya Upentekoste,
wa upentekoste wa Tanzania. Chukua kile kipima joto na kwa kulinganisha na kitabu cha Matendo ya Mitume, maana ndicho kiwango tulichopewa. Jamani, amina. Ndicho kiwango tulichopewa. Ndio standard, ndio Bureau of Standard ya Wapentekoste. Na kulinganisha na maisha na huduma ya Yesu. Jamani, amina. Ndicho kiwango tulichopewa cha kanisa. Alioishi Yesu na sisi tuishi, na aliotenda Yesu na sisi tutende. Sasa unajua utu uzima ni ule uwezo wa kujiambia ukweli bila kujihurumia. Hebu mwambie mwenzako, acha utoto, uwe mtu mzima leo. Jamani, amina. Sasa chukua kile kipima joto. Haya. Jamani, amina. Haya, hebu weka kwenye kanisa lako unalolichunga, unalolisimamia. Chukua ile pima joto, weka kwenye dhehebu lako. Chukua kile kipima joto, jamani, amina, weka kwenye Upentekoste Tanzania. Jamani, Bwana asifiwe. Halafu jipe max. Wangapi mnasema uko juzi kule 100, uko juu? Naona vichwa vinafanya hivi. Wangapi unasema tupo kawaida? Yaani chini upo, juu upo, uko kawaida. Nyosha mkono. Hapo naona wengi wanasema. Haya. Wangapi unasema nipo chini? Inua mikono. Naona ya chini ni mingi zaidi kuliko kawaida, kuliko juu. Tunazungumza kwa nini tunamtaka Bwana na nguvu zake. Jamani, amina. Kwa nini tunataka uamsho? Je, tuendelee na hali ya kuwa chini wa Pentekoste? Tuendelee na hali ya ukawaida? Wangapi wanasema tunataka juu?